Hawa watoto tumeandaa kwa njia nzuri, wako ready kufanya mtihani. Na wanafunzi wa grade 9 nataka niwapatie challenge kwamba wewe kuona kama umefanya vizuri kwa mtihani wako, lazima upate shule nzuri ya C1 ama C2. Fight for that. C1 ama C2. Then you are safe. Already you are 40%. Wazazi mjue next year mtakuwa na challenge. Kupata shule itakuwa nini? Challenge. Fanya kazi kwa bidii apate shule directly utaumia. So wataenda wapi? So the best thing wafanye kazi kwa bidii, wapate shule za C1, C2. Bahati mbaya apate shule ya C3. Tusiumie sana. That's what I'm telling them. Sio kama 844. Hao jamaa tumewachagulia shule, kuna wale ambao wamechagua STEM, wengine wamechagua social sciences, wengine wamechagua sports and creative other sports science. So it's upon us to aimize na ujue mtoto wako anaenda wapi. Usikae tu hapa kama ujue unaenda wapi. Hizi 844. Na uwe a steady parent. Basi kitoka uwe steady ujue kwamba nini nafanyika mtoto wangu. There is a problem with parents these days. Unataka watoto waende boarding school. Ministry ilikuwa na sababu ikisema kwamba watoto wabaki this level. Na unachukua mtoto unapeleka boarding school. Anaumia huko, anapata mwingine mabaya, akifika nyumbani ameharibika. As small as this. Hata kama una pesa, wacha mtoto wako, if there is a day school ambayo iko nzuri, wacha mtoto asome hapo. Anaumia. Na msukuma aende wapi boarding school? Si wache akuwe mtu mkubwa alafu aende boarding school. Kama hao jamaa. Hawa akienda boarding school, na okay, si ndio? Yes. Unaweza kumana na form 2, form 3. Hawa. Lakini mtoto mdogo umemwachilia aende boarding school. Unapeleka kwa mtoto wa grade 1 boarding school. You are not responsible. Unakwepa majukumu. Which is wrong. Kama mtoto wako nyumbani, umtunze, mfunze tabia nzuri, akifikia umri wa kwenda boarding school, aende boarding school. Utaingia hapo upewe kakitu na baba ama na mzazi ama na jirani, kamzizi ukikuza tu hivi mathematics inatiririka. Ukikuza tu hivi omsaanze majibu zinakuja. Hata wengine mnaweza kuwa mko katika madhehebu ambazo wanakuambia rarua Psalms 1 verse 1 uende nayo kwa room. Hata upepe Biblia kwa exam room, it will not make you pass. Ukiamua kufanya kazi ufaulu utafaulu. Na tunawaombea leo katika jina la Yesu. Baada ya hii maombi, muende musome, murevise. Wacha kuona video, wacha kuona vitu. Mtu asikuchanganya hata nakupeleka kwa msali mwingine usiku akuwekea na kuombea usiku. Utachoka, utalala kwa mtihani. Prepare nyinyi kama wanajeshi kwenda kutuwakilisha Sambu Central katika vita ambavyo vinaanza Jumatatu ijayo. Tunaomba kwamba muwe imara, muwe shujaa, muwe focused. Na sisi tutawaombea na tutaendelea kuwaombea mpaka mpite. Si mtapita. Tusitoke hapa tunawaambia mtu wako kuhuna disindikisi. Atumanya kana sala kana kuhua kamba hakuna jikere. Hakuna dawa ya kupita mtihani, ni kuomba Mungu na kusoma. Amen. Usipe mtoto kakamute ayeko mfuko badala ya kusoma swali ya mtihani atikiwa ngumu atuefinyi toka kamiti. Atifinya tu. Hasa anafinya kwa mfuko hamiti, wenzako wanafanya mtihani. Kitambaje afikiria anataka kufanya mtihani, wenzako wamemaliza. Mtoto msina mtoto kweli. Let us depend on God and success will be ours. Serikali kusaidia. So I'm urging you, can you wake up, parents? Know where your child is going. Know if there is a problem, unaambiwa uje kwa shule tukuandikie barua upate usaidizi. Mambo ya bursaries iko itakuwa. Kutakuwa na bursary za CDF, kutakuwa na bursary, kutakuwa na support from Equity Bank, Wings to Fly, kutakuwa na elimu scholarship JKF itakuwa. So be keen, usikize. Mtihani umetoka, zazi umetoka, anza kutafuta those forms, ufili, utafute nini? Msaada kama umelemewa. Umesikia wazazi? Yes. Next week mtakuwa na very good environment ya kufanya mtihani. Hakuna askari, ni walimu tu. Walimu wengi wanatoka hii sehemu. Kwa sababu mna shida. Sisi tutakuwa kuona kwamba mnafanya mtihani kwa njia nzuri.